Tunaposhawishiwa kuingia barabarani kwenda kuharibu nchi yetu, kwenda kuandamana, kwa agenda gani? Ijumaa iliyopita niliwaambia sisi Waislamu tuna agenda zetu, lakini unaposhawishiwa kuingia barabarani kwa agenda gani? Hilo moja. Pili, wale wanaokushawishi wao wako wapi? Tatu, yaliyotokea tarehe 29, vijana namna walivyokufa kama kuku katika nchi hii, unadhani inakupa hamasa wewe kuingia barabarani kwenda kupoteza uhai wako? Kwa mfano, ikatokezea umekufa, unakwenda kujibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ikatokezea umevunjwa mkono, unakwenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Niliwaambia Ijumaa ile kwamba inawezekana unashawishiwa ukaandamane, lakini nyuma kuna agenda ya watu waliokuwa nayo. Ndugu zangu, nchi inapitia kwenye wakati mgumu hivi sasa. Tushikamane kwenye kuitengeneza nchi yetu. Nchi imepata maadui wa nje hivi sasa, nao wanapenetrate kuweza kufanya sabotage kwenye nchi ya Tanzania. Tusiposhikamana sisi wa Tanzania, tunakwenda kuipasua nchi yetu wenyewe. Msisahau wema mliotendeana. Ndugu zangu, nchi yetu ilipotoka huko nyuma, nyinyi mnafahamu, baadhi ya watu ilikuwa ikionekana anamiliki gari, ilikuwa mtu huyo ni mhujumu uchumi. Lakini leo mtu ana magari 4, 5. Tunazungumzia miaka ya mbali sana. Juzi hapa mheshimiwa alofariki juzi mpaka anaingia huyu Mama Samia, ilifika mahala wafanyabiashara walihama katika nchi hii. Ilifika mahala kuna baadhi ya watu wakahama katika nchi hii, wakakimbia katika nchi nyingine. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake, huyu mama kiongozi wa nchi akawarejesha katika nchi. Wakun minashakirin, tuwe ni waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tansaul fadla bainakum, msisahau wema mnaotendeana. Msisahau wema mnaotendeana. Ilifika mahala hapa mtu ulikuwa kama una 1500 wakati wa mjomba, kila mmoja anajua una 1500 ulikuwa unaiheshimu. Ilifika mahala hapa kila mtu alikuwa analalamika upande wake. Ilifika mahala hapa ilikuwa hakuna kusema fyoko, watu wote walikuwa kimya. Lakini baada ya hapo alipoingia rais huyu, kila mmoja akawa yuko huru anafanya biashara zake, watu wakafunguliwa akaunti, wengine waliokuwa nje wakakimbia wakarudi, ambao hawakulipwa wakalipwa. Wakun minashakirin, tuwe ni waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tusisahau fadla tunazofanyiana, tusisahau wema tunaotendeana. Lakini ajabu ya wanadamu, yule aliyekuwa anawafanyia wema na ndiyo huyo leo anamfanya kuwa adui, lakini mbaya zaidi wanataka kwenda kumwangamiza.